Magazi Juto, Magazi Juto. Odi, karibu. Vipi? Kama kawaida. Safi bana. Wema. Kama kawaida. Habari za siku nyingi? Namshukuru Mungu. Sawa. Sasa tangu juzi. Njema kabisa. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante sana. Bana, bila kupoteza muda. Mimi nimekuja kwa ajili ya swala. Kwa ajili ya swala la siku tulizungumza pale kwamba nina tatizo, ukasema utaendelea kwa mtaa. Swala gani? Siku hiyo alikuta yule dada kana nini tu. Siku alikuta yule dada pale akaanza kulialia pale. Okay, unajua bana kipindi kile bia zilikuwa nyingi. Sasa uniambia kuna mtaalamu mtanifanyia kutokana na matatizo yangu. Sasa nimefika ili tuongozane moja kama una muda lakini. Ndio uko serious unahisi basi kuna mtu mwingine bana? Ni mimi rafiki yangu. Sema hatutaki kujionyesha, si unajua. Okay, sawa. Sasa tutafanya nini sasa? Sasa hapo au basi ngoja kwanza nikapige vitu vya mizimu, si unajua. Alafu nisaidie swala lako. Siwaze. Kila kitu kinakaa sawa. Tuko kwa baba zetu. Sawa. Hizi hesabu zimenikalimu. Magazi Juto. Sasa hatuendi mbali. Hebu nitaandikie hivi vifaa vyangu hapo. Alafu nije tumalizie hilo jambo. Wewe usiwaze. Nani atajibu? Haujalali. Ananijaribu. Magazi Juto natatanisha. Ona nakosa hata pa kushika. Magazi Juto natatanisha. Bila shaka tayari. Unanifelisha. Niganye au nitoe. Nizidishe au nijumlishe. Magazi Juto, Magazi Juto, Magazi Juto, Magazi Juto. Karibu. Nashukuru. Rafiki yangu kuna muda mwingine. Katika mida kama hii tunachangamka. Kama nilivyokueleza siku ile, mimi na matatizo mengi sana. Na bahati nzuri nimekuwa mwenyewe ndo mhusika ambaye unaweza kupata matatizo. Kwa hiyo ningependa unisaidie katika hili tujue tunafanyaje. Ukishafika hapa kwangu, kila kitu kimeisha. Usiwaze. Sawa. Kila kitu kinaenda kukaa sawa. Ndio matatizo yako yote Asante. Asante. Kijana, unaonekana na matatizo makubwa sana. Huu ni mwezi wa 6 sasa. Jogoo hapandi mtungi. Hapa naona kuna mwanamke mmoja ulimchezea. Na hilo ndio tatizo kubwa linalokusumbua.
na linasababisha unakonda, alafu kampa ujauzito. Tunaelewa? Na uliukataa huo ujauzito, utaki kulea kabisa. Mimi ndo hii ndio mke wangu kwa sasa, yani kama ndio faraja yangu, kwa sababu yule mke wa nyumbani anamvuruga akili, japo kwa nampenda sana. Sawa hapa. Unajua? Matunda. Chana. Tuwe. Sasa kiona tunda. Tunda. Akili zangu zinapagawa. Umenikia ndio kinafanya wewe matunda wapi na wapi wewe? Mabuti. Hivi ni wewe kweli? Siamini kama umekaa hapo unakunywa pombe za gharama na unajua kabisa umenitelekeza mimi na hii hali. Hivi ni binadamu wa aina gani ambaye hauna huruma? Yaani ningekuwa na uwezo tu nikakuondoa duniani. Yaani tu nisiwe nakumbuka kama nishaikutana na mtu kama wewe. Wewe dada, hapo. Na hizo utakuwa umechanganyikiwa. Kwa hiyo, ina maana unataka kusema kwamba wewe mnafahamiana? Shika kwambia. Msema kweli mwanamke, mimi nilipitia tu kidogo nikaingia kwenye mahusiano kama kumsaidia maisha. Najua wewe ni binadamu. Hebu jaribu kuwa na huruma hata kidogo tu basi nione huruma. Unaona kama hivi nahangaika na beseni kichwani na hii hali kweli. Hivi kweli unione huruma jamani? Sikiliza. Kwanza kabisa nilikuwa nakosea njia. Unajua hii sura vizuri? Unajua hii sura? Sikiliza. Mimi naongea watoto wazuri. Nasema unajua vitu vyangu. Kwani kuonyesha picha ya mke wangu. Jacqueline ni mwanamke mzuri. Si uchukua takataka kama hizi hapa. Hiki ni Maguta. Jaribu kuwa na huruma hata kidogo. Mimi ni mwanamke. Hebu angalia hali nilionayo. Lakini hivi unanitesa. Sasa sikia. Hapa kumesha changamka. Wewe fanya umalize hili jambo. Kwa sababu wewe ni mwanamke. Mpaka anaonekana kweli anahuzunika sana. Na inavyoonekana mnafahamiana. Hii ni mikosi. Maguta. Basi naomba unisamehe kama mimi. Hapo unaponiona sielewi naishije hapa tangu asubuhi sijapata hata. Wewe shika acha. Mbona kabisa. Unajua mimi wewe? Hebu naomba toka hapa. Toka! Hivi hii bali haina bodyguard. Wao wanaingia watu tu wanawewe. Hamna bodyguard hapa. Mimi ndio nakwambia kila siku unaenda kwenye bagani ambazo sieleweki. Ila nakuombea kwa Mungu. Hutakaa ufanikiwe. Si umenitelekeza mimi na nini? Hutakaa ufanikiwe na hutafika popote. Kwenda zako huko bwana, unajua mimi wewe. Wazungua sana peke yangu. Unajua, japokuwa rangi nyeusi kama oili chafu. Ekole nataka ukapenda na madhaifu yake. Hasa kama ungekuwa na jake, unadinya taratibu. Silence ndio wanasema wazungu. Wao hapo wanakosea sana. Hafu kabisa hizi siku mbili mimi naona sikuelewi. Unaonekana ni kama mtu ambao zinaingia na kutoka. Zinaingia na kutoka. Utaki kunishirikisha kabisa katika mawazo yako. Okay. Tuachana. Ni wapi unaweza kunielekeza kwa mganga sehemu angalau? Mimi naona mikosi imeniandama sana mwaka huu. Sielewi namna kufanya yani. Safi. Hapo umeanza kukua. Wajua ukinifuata yani kama kufuata nyuki au asali kala nyuki. Sawa? Ukinifuata kila kitu kitaenda sawa. Mama si ndio konta. Nitakupeleka sehemu atakutengeneza utakaa sawa. Katika tatizo lako lote lile linalokusumbua, kila kitu nakuahidi kitakaa sawa. Rafiki yangu sawa. Cheers. Hey. Yes, of course. Shit. Ni shughuli sharidhika hii.
Tuondoke. Ah, kabla yake yenyewe. Wewe ushuru. Sasa basi. Nakupa sharti moja tu. Sawa? Sasa. Sharti gani hilo mganga? Safi kabisa. Sharti langu inatakiwa umfuate, mtafute. Awe mbinguni, ardhini, hakikisha unampata. Ukishampata, mdine tena. Sasa, ngoja nikuonyeshe. Chukua. Usione watoto wanaipenda tamtamu. Ila ndo yenyewe. Hiyo kisha itafuna. Kila neno utakalomwambia atakubali. Asante. Kwanza tugonge cheers. Hizi ambatane mizimu. Kula. Wege wewe. Sasa utaenda ufanye kama nilivyokuambia. Usikosea hata sharti moja. Ukikosea kitakulamba. Yaani hapa inamaanisha utapata kachangamoto lakini sio sana. Unaweza kaondoka. Naomba usiniage. Na wala usiongee na mtu yeyote yule. Asante. Hizi hesabu zimenikalimu. Mke wangu. Mambo vipi? Poa. Nzuri. Bwana mimi nimefika salama lakini nitarajia nikifika hapa nipokelewe na mke wangu ambaye alikuwa amemisi siku nyingi sana. Sasa nashangaa nafika hapa sijakukuta wakati mwanangu anajua ni pambo la ndani. Sasa sijajua ulikuwa wapi. Yaani wewe mwanaume unashangaza sana. Kwa hiyo ulitegemea nikae humu ndani nifanye nini labda? Nikusubirie uje. Ufanye nini sasa? Sasa mke wangu majibizano kama yanatoka wapi? Wakati mimi jambo la maana uulize nielewe kwamba mke wangu ulikuwa wapi tunitoe wasiwasi. Hivi wewe kati ya wanaume na wewe utatoka. Unani